Bwana apewe sifa. Kanisa, punga mkono wako juu. Vijana oye. Tunataka vijana wakuwa na pesa. Huu ndio wakati wenu. Haleluya. Wangapataka fedha nyingi. Wangapataka kufanya biashara kubwa. Wawe na viwanda, wawe na makampuni. Punga mkono kuone. Punga mkono. Wewe ambao upunga na maanisha hivi, Mungu, mimi nataka kuwa maskini. Wangataka kuwa maskini duniani. Usiponyesha mkono mwambie Mungu, umaskini wa kwangu. Wangataka kuwa mfanya biashara kubwa, kuwa na fedha. Punga mkono kuone, do it. Wave your hands. Baba, mimi nainua yote miwili. I want to be a billionaire. Mimi namshangaa Apostle Komba hajainua. Pole. Naomba rudi mara mwisho. Wangataka kuwa na fedha. Hawa ni investors, ni vijana. Mungu amewabariki. Nami napokea upako kwa jina la Yesu. Receive it in the name of Jesus Christ. Hallelujah. Offer. God bless you. Mungu akubariki sana. Amen, amen. Hawa vijana na watu wako mahali hapa, kila mmoja atamani kupata kuwasikia. Ninaamini mpaka umefikia. Kazi unafanya, biashara unafanya, makampuni uko nayo, na Mungu amekubariki. Ninaamini kuna jambo ambalo utamfanya kijana mmoja au mtu mmoja aliko mahali hapa apige hatua nyingine. Ofa. Naomba nijue historia yako kwa ufupi sana. Maisha yako kwa ufupi, dakika moja. Ni maisha yalikuwa mazuri sana, wonderful life, au ilikuwa maisha magumu? Nisaidie kidogo maisha yako kwa ufupi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Olofu John Mitili. Mtanisamehe tu. Lakini kwa kifupi mimi wazazi wangu ni familia ya kati, sio wenye uwezo sana wala sio ambao waliweza kunisomesha elimu ambayo inakubalika. Na kingine kwenye historia yangu cha muhimu ni kwamba mimi niliokoka very early in my life. Yaani tokea niko form 5 naingia form 6. Kwa hiyo nilimjua Mungu mapema sana wakati nipo bado kijana mdogo sana. Hiyo pia imeplay part kubwa sana kunifanya nifike hapa ambapo nimefika sasa hivi. Kwa hiyo najua kila mtu ana historia yake. Kuna mwingine atasema mimi hapa nipitia maisha magumu, kuna kipindi nilikuwa na suruali moja tu, nilikuwa nashindwa kula. Lakini mimi kwa kuwa Mungu alinipa neema ya kumjua tokea niko mdogo, hayo maisha sijawahi kupitia kabisa. Yaani maisha ya ukata, maisha ya umaskini, maisha ya uchovu, mimi sina huo ushuhuda. Lakini ni kwa sababu gani? Sio kwa sababu nina akili, sio kwa sababu nimezaliwa kwenye familia bora, ni kwa sababu nilimjua Mungu mapema. Naomba hiyo ndio iwe take point, yani ambayo unabichukua. Kwa sababu nilimjua Mungu mapema, kwa hiyo nilijua neno la Mungu mapema, kwa hiyo likanisaidia kuepukana na mambo mengi mapema. Kwa wewe kijana ambaye uko hapa unaojifunza kutoka kwa wazungumzaji waliopita vizuri na utakayosikia hapa, ukiyashika haya yatakusaidia na wewe mapema. Wow. Kwa hiyo ulimjua Mungu mapema. Yes sir. Ndio kusaidia kuwa hapa. Yes. Kwa lugha nyingine wanawaambia vijana mliko mahali hapa, mjue Mungu nini? Mapema. Yes. Mabaya toa mazuri. Sasa mimi hayo kwenye mabaya kutoa mazuri actually sijapitia huko kwa sababu nimemjua Mungu mapema na nikalishika neno la Mungu mapema. Amen. Yes sir. Sasa Offer, wewe mfanya biashara. Yes sir. Kuna kijana nataka kusikia, umewezaje kufanya biashara angali bado kijana mdogo? Yes sir. Anatamani ajue mbinu, techniques, kanuni, awezeje na yeye kufanya biashara mkubwa. Lakini kabla hujatupa hiyo jibu, unatamani kujua pia huyu mtu anafanya biashara gani, anafanya nini, ana nini, pengine itasaidia kuwa inspire. Karibu sana. Okay. Asante. Mimi naomba niseme kitu cha msingi cha kwanza ambacho naweza nikaongea na kijana hapa ni kama nilivyoongea, kumjua Mungu vizuri na kulijua neno la Mungu vizuri. Life is spiritual. Life is very spiritual. Yani any successful person ana altar ambayo yupo, whether ni kwa Mungu ama, na pia it matters where you go to church.
Umeelewa? Because the revelation ya mtumishi unayemsikiliza ndio itakao kusaidia wewe kunavigate vizuri kwenye maisha. Kama watu tuna invest hela nyingi kuwapeleka watoto wetu kwenye shule nzuri za international mnazozijua nyinyi, tuna avoid kuwapeleka Kayumba, cause the same thing spiritually. Uwezo kumsikiliza mtu yoyote yule. Uwezo kumsikiliza, yani kwenye mambo ya kimungu pia kuna revelation zinatofautiana. Kuna watu ambao wana revelation kubwa ambazo zinaweza zikakufanya wewe usistruggle, ukahit your targets very easy, na kuna mwingine anaweza akapata kwa mtu ambaye mwenyewe kwanza yupo butu. Umeelewa? Anahitaji darasa. Nafu wewe ndio unamweka mtu naye msikiliza. Kitu ambacho mwenzako anaweza akakikonka in a minute, wewe inaweza ikakutake even a year. Sasa mimi ushuhuda wangu ni kwamba kama nilivyosema, mimi nilimjua Mungu tokea niko form 5 kwenda form 6. Kwa namshukuru Mungu alinipa neema ya kuwa exposed na watumishi wakubwa duniani. Nikawa nasoma sana vitabu. One of them kama na usoku mention, yes, David Oyedepo. Nimesoma sana vitabu vya David Oyedepo. Nimesoma sana vitabu vya Pastor Chris na Simon Sake since niko form 5 kwenda form 6. Kwa ile ikawa imeshanijengea consciousness ya maisha ambayo mpaka sasa hivi ninayaishi. Kwa kuna vitu ambavyo mimi naamini kabisa kwangu haviwezi kutokea, na kuna vitu ambavyo naamini ni lazima viwe kutokana na mambo niliyojifunza huko. Kwa hiyo hata nilivyomaliza chuo nilisoma IFM. Nilivyomaliza chuo mimi sikubeba bahasha kwenda kutafuta kazi. Sikubeba bahasha wala sikukaa mtaani hata 2 weeks. The minute nimemaliza chuo, wiki inayofuata yalitoka majibu ya coursework. Sasa mimi lecturer wangu alikuwa amekosea kwenye one of the subject economics. Mimi nilikuwa nimejua kabisa hapa nimepata A, yeye kama amenyekea B. So I had to go back to chuo ku raise my concern. Kama mbona hapa umenyekea B na mimi nikiangalia marks zangu hii ni A. Akaniambia okay, nitarectify, nipe namba yako ya simu, nitakapomaliza nitakupigia ili uingie online ucheki. Uwezo kama mimi nimeondoka mimi hiyo siku, kesho yake ikaja kampuni ilikuwa inatafuta best talents kutoka hapo chuo ili wapeleke kwenye kazi. Kwa na wakawa wamefika, wakamuonana na huyo mwalimu ambaye mimi jana yake nimefanyaje? Nimeenda kuonana naye. Na mwalimu alikuwa tayari na nini? Ana namba yangu. Akaambia one of the students ni huyo hapa, matokeo yake ni haya hapa, namba yake ni hii hapa, kwa mpigieni simu. Kwa pale mimi nikapigiwa simu, sijafanywa interview, nikaingia kwenye kazi na kwanza kupata mshahara bado mdogo. Nimekaa hapo in 1 year. Kuna jamaa wangu mwingine naye akaniambia bwana, hebu chukua CV zako, kwa sababu kiukweli mimi hata sikuandaga CV kwa sababu nimetoka tu chuo nimeingia kazini. Akaniambia hebu andaa CV yako ipeleke kwenye hii agency fulani, waga hizi recruitment agents, ilikuwa inaitwa Rada, wapelekee tu hapo in case of anything. Kweli nikaandaa CV nikaipeleka hapo. The next week napigiwa simu na kampuni ambayo ni international. Kama bana, tumepata CV zako kwenye Rada, we are calling you for the interview. Nimefika kwenye interview, one take, nikapata kazi, nikaanza kulipwa in terms of dollars. Kwa hiyo yani I've not struggled, lakini sio kwa sababu I am smart, ni kwa sababu ya neno la Mungu na kumjua Mungu. Sasa nitaenda paka mwisho nafu nitaambia maybe my practice ambazo zinanifanya paka wenyewe napata hizi results kwenye maisha yangu. Nimetoka hapo nikafanya kazi na wale, nikapata kazi nyingine pia kwenye hii kazi ambayo nipo sasa hivi. Sawa, kwenye hii kazi ambayo nipo sasa hivi nimepata promotion this year. Tulikuwa tupo kwenye meeting, annual meeting. Kwa hiyo head of departments wa department zote tulikuwa tumetoka for the annual gathering kudiscuss mambo ya mwaka uliopita na plani za mwaka unaokuja and all those stuffs. Sasa the CEO tuko tu in the mid of the discussions, akanigeukia akaniambia, Orofu, kuanzia leo wewe utakuwa manager tata hivyo, promotion hapo hapo. Yani na trust me, sijawahi kumgongea mlango wala sijawahi kumomba mtu yote kama I need a promotion. Lakini it is my prayer life, how I pray, how I confess, how I talk the word of God. To me, I don't pray, Mungu naomba nisaidie nipate promotion. No, me I'm declaring I am promoted. Sir, I am promoted. And that's what I talk to myself every morning. Sir, I'm a bunch of success bound to happen. I'm so rich. I'm a potential billionaire. I am promoted.
those are the words I speak to myself every day, and they are happening every day. Umeona? Yeah. Kwa kingine hata on the same company pia mimi niko by professionally nimefanya SPA na nimefanya masters UK George Strathclyde. Kwa hiyo mimi niko kwenye department ya accounts. As you know, accounts is just a supporting department. Kwa kuna operation departments. One of the departments walikuwa wana struggle kwenye operations zao. Yaani walikuwa wanashindwa kugather revenue as inavyotakiwa. So me nilipoamka in the morning, Roho Mtakatifu akanyongoza to pray in tongues. So I was praying in tongues after an hour. For me, when I pray in tongues, I get visions. Whether about my life, my marriage, my businesses, my family, I get visions. So when I was praying in tongues, nikapata a vision kuhusu hiyo department and what can be done to solve their problems. Kweli asubuhi nimeprepare, nimefika ofisini nikamwambia, you guys from now let us do 1 2 3 4. When you did that, bam, vitu vinakuja, revenue hizo vitu vinaenda. Sawa. Kwa hiyo hata makampuni yangu ambayo baba anasema hapa ambayo yapo, kiukweli to be honest, mimi yani sijawahi kukaa chini na kuwaza kama nataka kufungua kampuni hii au kampuni hii au kampuni hii au kampuni hii. As I said, me what I know is I am rich. The money is coming. How is it coming? God knows. Lakini for me the money is coming. Wow. The money will always come. Umeelewa? Kwa nimekaa nikashangaa tu, my mom yuko na business zake huko, alikuwa anafanya na wenzake. Sasa akamenipigia tu simu akaniambia, Olofu, tunafanya hii kitu, tumekwama some amounts. Kwa can you assist us nafu tutakulifund? Nikamwambia okay, how much? Akaniambia it's like 10 million. Nikamwambia okay fine, nitakutumia. Kwa mchana nikamtumia. Akaniambia thank you, wameendelea. But after few weeks akaniambia lakini hiki ambacho tunakifanya hata wewe pia unaweza ukafanya. Umeelewa? Kwa embu unajua sitaki ku mention exactly the business sababu watu wanaweza kuwa inspired na ninachokifanya mimi baada ya kuwa inspired by the word of God. Wewe chukua neno la Mungu. Ninachokifanya mimi is not necessarily it can work for you. Sawa? Ndio maana na avoid sana kusema ni kitu gani. Sawa? Kwa hiyo nikaambia okay fine, I will invest. Uwezo ukamini yeye kwa sababu alikuwa yuko na mwenzio, alikuwa anafanya partner. Mimi nilivyo invest after 2 months wakaniambia bana sisi tumeshindwa. Kwa wewe endelea. Na jinsi Mungu alivyokuwa mkubwa kwa sababu wao walikuwa washanunua every equipment. Kwa mfano hapo unazungumzia maybe agriculture, maana yake tayari washanunua matrekta, yani every equipment za kufanya hiyo nini? Hiyo kazi. Every equipment is there. Wakaniambia na hizi equipment wewe chukua, utakuwa unatulipa utavojisikia wewe. Continue na hii business. Uwezo kaamini ni kama nasoma mfano labda kama ni kilimo, mtu akwambia bana sisi tumelima msimu wa kwanza tumekosa, msimu wa pili tumekosa, kwa hiyo we are quitting. Wewe chukua hizi equipment. Nikamwambia okay. Mimi nachukua tu boom, season ya kwanza outcome hizo. Bam, ndio hiyo biashara ambayo inaendelea mpaka sasa hivi. So sikuifikiria, sikuwaza, imekuja yenyewe, it gives me money hivyo. Biashara kampuni nyingine ambayo naifanyia kazi pia napoabudu, kuna watu wawili walinifuata pia. Wakaniambia bana tunaomba utupe financial assistant. Tuna kampuni hii tunafanya 1 2 3 4. Mimi nikamwambia okay fine. Sasa mimi nyinyi nikiwapa hela mnaweza msinulishie, nafu nyinyi ni wapendwa, umeelewa? Nafu tusije tukaumizana mioyo tukashindwa kuabudu, umeelewa? Kwa hiyo mimi what I think basi baada ya mimi kuazima ngoja basi mimi nifaje ni invest. Wakasema okay fine, kwa basi utainvest kwenye hii kampuni yetu. Nikamwambia no, let us open a new company. Sawa? Kwa hiyo mimi nikawa CEO, wao ndo expertise, ndo wanajua everything. Kwa hiyo tukafungua, mimi ndo nikawa mwenye shareholders nyingi, nikatoa capital and them are the ones wako site na wanafanya kazi, lakini mimi ndo am the biggest beneficiary. Kwa hata hapa nimekaa niko na wewe, maana ni operations zinaendelea. I don't need kuwa huko kwa sababu I'm not an expert wa hivyo, lakini niko hapa. Kwa hiyo in short what I can say, I'm working at the point of rest. I'm working at the point of rest. Yani sio mtu ambaye nikilala unaamka una stress.
what happened. Umeelewa? Nikiamua kulala nalala. Umeelewa? Na Mungu ananipa usingizi mzuri. Kwa sababu mimi naamini maisha inabidi yawe hivyo. When you are operating under the grace of God, yani haitakiwi kama ukimiss step moja tu kila kitu kimeharibika. Mpendo hapo, rudi kaa vizuri na Mungu. Yani biashara ambayo usifunge macho tu mambo yameporomoka bro. Sikatai juhudi, umeelewa? Lakini kuna kitu ambacho kinaitwa grace. Sasa jitafakari kwenye maisha yako wewe, grace ina operate sehemu gani? Kwa sababu grace inakusaidia ambapo your small efforts zina bring forth big results. Hapo ndo unapojua uko na Mungu. Lakini unapoona results zako ziko sawa sawa na efforts zako, there's something wrong ambacho hujakiweka sawa. Kwa hiyo kitu kingine ambacho mimi pia ambacho Mungu amekuwa akinifundisha mwenyewe ni kwenye utoaji. Kitu ambacho pia nataka niwahamasishe vijana, umeelewa? Kwenye kutoa, cha kwanza Roho Mtakatifu alinipitisha darasa langu mwenyewe. Akaniambia, you know what my son, watoto wangu wengi kanisani they are not givers, they are contributors, and you should be a giver. There is a difference between a giver and a contributor. We are contributing kwenda kwenye weddings, kwenye msiba, we are contributing, lakini to God we are giving. Akanipa mfano, akasema kwa mfano baba maybe prophet, akasema maybe jamani nataka, tuko wengi hapa, nataka milioni 10 ya kujenga somewhere. Mindset za sisi wengi hapa tutaangalia tu, kwa mndani tuko watu kama 1000, kwa hata nikitoa laki mzee itafanyaje? Itamtosha. Lakini mindset of a giver, kama na milioni 10, mzee milioni 10 hapa, usisumbue watu wengine. That's a giver. Sasa watu wengi kanisani tuna contribute. Mzee amesema milioni 80 na sisi tuko watu kama 1000, kwa nikimpa milioni 2, umeelewa? Kwa you are contributing, yani you are not giving. Lakini giving ni pale ambapo unafuata kile ambacho Roho Mtakatifu anakuongoza ufanye. Kwa hiyo akaniambia don't be a contributor, be a giver. Kwa hiyo from that mimi pia personally nilikuwa najiwekea targets zangu mwenyewe za jinsi ya kumtolea Mungu. Last year ukiacha tithing, yani fungu la 10 ambalo tu mimi is non-negotiable. Either ni kwenye kazi, either ni kwenye business, tithing is not mine, and that is non-negotiable. Lakini nikajiwekea target kama nataka kumpa Mungu 50 million at once. Sio ya kutoa 5, 6, 10, 50 million at once last year. Na kweli ikafika, nikaweza, nikatoa. This year nikasema okay, God, now nataka kwenda another level. I want to give you 100 million at once. As I'm speaking to you now, nimeshafanya. Kwa next year I have my other target. Ngoja. Unajua kwingine hapa Kiingereza ikawasumbua. Na namwangalia Apostle Komba. Amen. Wazao unaposema 50 million anafikiri milioni 15 yeye. Natoa mfano Apostle Komba. Anasema hivi, mwaka jana yeye sio contributor, sio mchangaji, yeye ni mtoa sadaka. Sawa na anasema mwaka jana alijua kama natoa milioni 50 papo kwa papo. Licha ya fungu la 10, fungu la 10 kwake sio kujadili, lazima alitoe. Yaani kuna watu hapa wanapoongea hata jana mkao fungu la 10. Jipigie makofi kama uko hapa. Amen. Yeye anasema fungu la 10 sio la kujadili, lazima litoe. Na anasema mwaka jana amesema anatoa milioni 50 papo kwa papo, kaitoa. Mwaka huu anasema nataka kwenda viwango vingine. Mwaka huu anasema naenda viwango vingine, natoa milioni 100, ameshatoa. Mgeukie jirani yako. Mgeukie muangalie. Mpe mkono. Mpe mkono kabisa, mpe. Usimsemeshe, mpe mkono. Usimsemeshe. Mpe mkono. Mpe tena mkono. Mara ya pili. Na anasema hivi, yeye anatembea na neema. Ninaposema grace ni neema. Neema ufanye kazi, neema vitu vinajiendea. Nguvu kidogo, matokeo makubwa. Ukiona wewe unaeni kwa bidii zako, kwa nguvu unazotumia, una neema. Neema asema yeye amewekeza maisha ya kiroho. Amesema chochote tunachokiona duniani kimeanza rohoni. Yeye aliyefanikiwa ana spiritual life, ana maisha ya kiroho. Aidha upande wa shetani au upande wa ninachokisema. Kwa hiyo wewe ambao hujafanikiwa,
inawezekana hauna maisha ya kiroho. That's the point. Ukiconcentrate maisha yako ya kiroho, anasema yeye a struggle, ajikumiza kichwa. Kwa mfano Apostle Komba alali. Sawa, natoa mfano. Amen, natoa mfano kwamba yeye alali, anawaza atafanyeje biashara yake, alali. Lakini yeye anasema analala usingizi, tena kama usingizi mzuri, sio kama Apostle Komba ule wa manga. Praise God. Natoa mfano. You get the point, eh? Then anasema yeye ni giver, so contributor. Sijajua wewe mwaka huu ukipiga mahesabu mpaka umefikia. Mungu akubariki sana. Nafikiri umenielewa, eh? Message, thank you. Continue. Asante. Sasa don't get me wrong, naposema you don't struggle, I don't mean things sometimes they don't go wrong. Sometimes things they do go wrong. Hata to the good people things they do go wrong. Lakini ukishakuwa una Christ mindset, umeelewa? You know, hata kama umepoteza hela, the money you lost is not that all it is. Kwa unajua okay fine, yani I'm always a winner. Thank you. Sasa hata unaweza kama mfanya biashara unakuta maybe umepata hasara. Ukichukua calculator hizi za Wajapani ukaanza kupiga hesabu, umeelewa, na wewe ni mtu spiritually, yani utakata tamaa. Kwa za msingi ni kusema tu okay fine, hata kama hii imenani, lakini more is coming. Thank you you. should always have that mindset, kama more is coming. Imepotea hii, lakini Mungu wangu ndo mwenye umiliki wa dunia nzima na vyote, na mimi ni mwanae. Kwa hiyo more is coming. Kwa it depends, na it matters a lot what you confess. Sasa watu wengi wanafanya biashara, wanamuomba Mungu, akitoka kukutana na rafiki yake, biashara ngumu sana siku hizi. Unajua kuna words ambazo mimi uwezo ukanisikia kwenye mdomo wangu zinatoka hata siku moja. Kwa watu ambao wanashinda na mimi. Biashara ngumu sana. Siji maisha kuna kupanda na kushuka. Sasa mimi nikisoma Bible, there's nowhere Yesu alisema kuna kupanda na kushuka. Me, I know my way is always forward and upward always. Thank you. Going up and down is sijui, I cannot confess those things. Sasa utakuta tuna spend a lot of time in prayers, lakini what we are speaking, what we are talking, tunahisi labda tunataka kufurahisha watu wengine au to feel sympathy watu wengine, watuonee huruma, kumbe tuna declare vitu ambavyo ni negative nafu vina affect hata yale ambayo Mungu alitukusudia nini kuyafanya. Kwa mimi I'm always, it's not about talking positive, it's about knowing who you are in Christ. Neno la Mungu linasemaje? Umeelewa? Wewe ni nani? What are you declaring? God is ni nani kwako? Yesu ni nani kwako? Roho Mtakatifu ni nani kwako? Umeona? Unaomba msaada, lakini the Bible say we got the Holy Spirit who is our helper. So for me, I don't play like God please help me. What I talk as I'm marvelously helped because the Holy Spirit is with me. I don't speak like I'm weak. No. Jesus is my strengthener, so I'm strong. I'm always strong. So the way you pray and the way you talk, it will determine your future. Wow. Yes. That's what my life is. Kiukweli ni kwamba mimi ni mtu ambaye I spend a lot of time praying in tongues. Na ningependa kuwashauri mtu yote ambaye ana Roho Mtakatifu na anaweza kunena kwa lugha, please ongeza juhudi kwenye to pray in tongues. Hata Bible inasema I will pray in tongues, then we say understanding also. The understanding is the also. Sasa watu wengi we are praying with the understanding, then with tongues also. Yes. Vice versa. Kwa kama you have 1 hour to pray, use even 50 minutes to pray in tongues. Then the understanding is the also. So that's what I do. Most of my prayers is praying in tongues. And when I pray in tongues, I get visions. Kwa unapokuja kukiongea in understanding, utakuta unaomba then unapata tu kitu kina bounce in your spirit, a word. Maybe I'm rich. So you capture that word. That is rema. For you that is rema. The word of God is logos, but the word of God kutokea hapo, that is your word. Ndio ambayo inabidi ulishike na uishi nalo. Regardless utakuwa unaona nini kwenye physical realm, lakini amini ambacho neno umelishika na unaenda nalo. Sasa, and for me, my joy is not on things. Unajua kuna watu wengine anaona Mungu yuko naye pale anapoona biashara yake imeenda vizuri, labda alikuwa na mauzo ya 50,000 laki, siku hiyo kauza milioni 2, ndo anahisi kama Mungu yuko naye.
au era zinakuja ndo anahisi Mungu yuko naye, umeona? Because they are living with feelings. Yeah. While spirituality is not about feelings. Spirituality is about you knowing who are you and what God has promised you. Regardless kwenye outside world nini kinaonekana. Unaweza kaa unaumwa, prophet hapa akakwambia you are healed. Wewe bado kaa unasikia maumivu. Those are feelings. Lakini ukienda na neno ambalo umepewa, you know I am healed. Wow. Kwa hiyo most of us Christians we are living with feelings. Yani ukijisikia vizuri Mungu ndo yuko na wewe. Na hata mwingine anakuambia leo nimeomba nimejisikia na hisi hata Mungu amesikia maombi yangu. Feelings. Akiona siku ya baada hajisikia vizuri Mungu hajasikia maombi yake. Lakini the word of God says when we pray, yes, he hears and he answers. Period. Whether how you feel or you don't feel. Wow. Oh, that's my not goodness. Spirituality. Wonderful. Clap for him. Even umesikia? Thank you. Thank you, sir. You must be a prophet. One time. This deep. Yes, God bless you. Umesikia? Na mimi nimeelewa. And the other thing on giving, even vitu ambavyo mimi Mungu amenifundisha mwenye personally, sijafundishwa na mtumishi yoyote. Na ni kitu ambacho ningekuomba hata wewe Christian, know God to the level ambayo you can have your own revelations. Sio tu ambazo zinatoka kwa prophet au kwa mtu unayemsikiliza, your own revelations with God. One of the things ambacho hata mimi pia Roho Mtakatifu alinifundisha ni kwamba never and ever give somebody something which you cannot give God. Even my wife, siwezi nikamnunulia mke wangu gari la milioni 200 wakati sijai kutoka kwa Mungu that amount. That's not me. And that's not me. Yani kitu ambacho sijai kumpa Mungu na najua siwezi nikampa Mungu, hata my wife I will not give until nimemeet ambacho naweza nikampa Mungu, then wanaobaki wote wanaweza wakawa na access na hicho kitu. Wonderful. Pigie makofi. Deep. Today you must be born again. Leo naokoka. Adam is born again, is going to be born again. Wow. Even I look at this man, nafikiri wale nisikia nipokuwa ofisini, nilikuwa nalia sana. Leo nilikuwa nalia sana. I think Mungu alikuwa anasema na wewe maybe. Nilikuwa ofisini nimelia sana more than 2 hours crying. Kama majira alikuwa nafikiria kuna msiba nini? I was asking God. Nilikuwa namuuliza Mungu, siwezi isije kutokea kwangu nikampa mtu chochote ambacho nataka kukupa. So I'm so shocked. I was crying na tu kama ishe kutokea in my life, forgive me. So anaongea kitu ambacho kimenishtua sasa hii. Kwa hiyo hapa mna vitu vya thamani, mnakaa navyo, mmejenga nyumba za thamani. Even Mungu hajakupa kupa hiyo hela. And this is a sin. Mnasikia chongea? Hii ni principle and it is worked. It's working. It is working. Usije in your life kama utakuwa kijana bora ukafika mbali. Amen. My son, thank you. Thank God bless you. We are coming again.